Ashura. Nipatie basi jibu langu kwa nilichokwambia. Lakini Dilakani, kumbuka kwamba mimi nilikuwa girlfriend wa rafiki yako shuleni. Na isitoshe, mimi ni mke wa mtu sasa hivi. Sasa wewe unahusiana nini? Yaani ulikuwa girlfriend wa rafiki yangu. Unahusiana nini na nilichokwambia? Alafu kumbuka kwamba yaliyopita si ndwele. Tugange yajayo Ashura. Jana sio leo. Ndio maana siku zilingani. Au yameshapita. Na huu ni mwaka mwingine. Sasa hata kama ni usaliti, wewe ndio ulianza usaliti. Kwa sababu mimi nitegemea nitakukuta wewe umeolewa na Shaibu, lakini no. Haijawezekana. Mpaka sasa hivi unaishi na mwanaume mwingine ambaye sio rafiki yangu. Kwa please, mambo nielewe katika hili. Nielewe tafadhali nakuomba. Basi sawa, namba zangu za simu si nimeshakupa. Basi tutaongea kwenye simu. Basi sawa. Mimi kuna sehemu na wahi hapo mara moja. Nitakupigia basi baadaye jioni. Tutaongea zaidi, sawa? Sawa. Una siku ngapi toka umefika hapa? Hayo sio muhimu sana. Mimi ngoja niende afu baadaye tutaongea kwenye simu. Tutaeleweshana zaidi. Tupo pamoja? Basi naomba uniimbie kidogo kabla hujaondoka. Nikuimbie? Shasahau kuimba. Hata kidogo kweli? Sauti yangu hii. Basi nakuimbia. Nakuimbia Kiitalia. Kiitalia. Aishiteru bambino, mi soruno, te amo, te quiero sarangayo. Chikitanda bila godoro, ntararaje. Sahani bila chakula, tashibaje. Macho bila mboni, nitaonaje. Usiku bila mchana, itakwaje. Akachani aishiteru. Inatosha. Sawa. Kwa vile tutaendelea kuwasiliana, kwa hiyo nitakuimbia zaidi na zaidi, sawa? Nitakucheki basi utanipatia jibu langu. Wasalimie nyumbani. Udugu wangu. Karibu. Yaani udugu wangu umenishinda tabia. Hata kama kudanga, wewe mwenzetu umezidi. Yaani hapa nimekuja muda mrefu, unajua nimekaa. Yaani nimekaa mpaka sasa nikachoka, sasa nikaamua tu niondoke mwenyewe. Ulienda kudangia wapi leo? Nini? Hayupo bana. Shogangu, kama kudanga huko kwa faida. Vipi? Mimi mondoka hapa nimeenda zangu kisimani bwana. Ile narudi. Kuna mkaka fulani hivi tulisomaga naye enzi hizo. Anaitwa Dilakani. Sana kuambia kukutana ile papa. Mama kawaka. Unajua kawaka? Kwanza kawa mchana shati. Kapiga t-shirt lake. Jinsi yake pale nakwambia kiatu chake. Shogangu, wewe. Kwanza anavyoimba, wewe. Hakuna msanii anayemfikia. Kwanza ni nyimbo inakosha roho shogangu. Yote kanitongoza. Wayo. Nataka nimuone tena. Asa udugu wangu sikia. We hapa si una kizibo? Kwa yule niachie mimi. Ni shogangu. Kwa hapo tu umeakanyaga. Ungesema hata nikuache kizibo. Unataka nikuache kizibo. Kwanza mimi nimezoana naye, nimesoma naye mpaka form 4. Bwana wewe kizibo sikakuoa wewe? Yaani waje nami uniachie kizibo. Mume wangu kwa ndoa gani?
Ya kanisani, msikitini, ya kipagani au ya kuletana na bodaboda hapa nyumbani kwake? Nikuja kwa ajili ya shida tu. Bana Ashura, udugu wangu, maisha ni kusaidizana. Ukipata wewe kama nimepata mimi hapo udugu wako, nikipata mimi kama umepata wewe. Kwanza huyo mkaka bwana kwanza msomi unaona? Wewe kizibo hapo, Shemkizibo ndo anakufaa. Kwa hiyo yule msomi fanya basi mpango niachie udugu wangu. Udugu wangu hapo, udugu utakufa kwa wewe. Udugu utakufa. Karibu ndani. Sawa. Mapela baba kafika mapela na kibalanga na gogo. Tia hapa na kuona. Hii ndo tafsiri ya wa mwisho anakuwa wa kwanza. Imepigwa nyuma geuka. Inakuwaje baada ikubebe leo hiyo unaibeba mwenyewe? Ndugu yangu wewe acha tu. Nimeamka asubuhi, nimepata abiria. Nimempeleka zangu huko. Kwa bahati mbaya pikipiki kaharibika njiani. Tena hata pesa hakunilipa. Kama unavyojua tena familia zetu hizi. Mke wangu ananisumbua. Anahitaji pesa ya matumizi. Baba mwenye nyumba pia ananidai kodi. Na hata hesabu ya bosi ina wiki sasa sijapeleka. Haya ndo matatizo ya kushindwa kutofautisha kati ya mwanamke wa maisha na mwanamke anakufanya unaisha. Unamaanisha nini kusema hivi? Wewe ulipoenda kuoa haukuangalia kati ya mwanamke ambaye atakufaa katika safari yako ya maisha, bali ukaenda kutafuta mwanamke ambaye atakufanya wewe unakwisha. Mwanamke wako wewe kiufupi hana tofauti na mfuko. Mfuko kazi yake kuchukua tu, mwisho wa siku hauna hata asante. Hayo ndo madhara ya kushindwa kutofautisha. Sijui umenielewa? Na kitaalamu hii haijakaa sawa. Ni sawa sana gunia tupu kulilazimisha lisimame. Wanawake usichokijua, wanatutazama sisi wanamume kama kopo la mafuta. Wakisha kutumia, wakimaliza na kutupa jalalani. Sasa naomba unisaidie hata 2,000 tu nikarekebishe pikipiki. Nikiipata nitakurudishia. Yaani mimi nikupe 2,000 yangu mimi ukampe huyo mfuko wako? Hii imekaje kitaalamu? Yaani ni sawa sawa unatafuta makalio ya kuku aliyakuwa upepo hujapuliza. Labda nikusaidie kitu kingine bwana wewe. Usichokijua, binadamu wanaweza kukuacha ukafa na njaa, alafu siku ya msiba wakapika pilau. Niliambiwa kuwa uone dunia hii mama lukumba. Dunia hii mama lukumba. Nilipokuwa mdogo mimi niliambiwa kuwa uone. Sawa, nimekuelewa. Ila nitaamini vipi kama unanipenda? Zai, unajua mwanamke ni kama ua, na kama unavyofahamu kwamba ua linahitaji matunzo, ulimwagilizie maji, la sivyo linanyauka. Na maanisha kwamba mwanamke anahitaji matunzo. Mtoto mzuri kama wewe sio kukaa mazingira kama haya. Maisha gani haya? Unapauka. Unahitaji uvae vizuri, upate mafuta upake. Sasa wanaume wa huko washamba tu. Hawajui hata kujali wanawake. Kwa mwanaume hata nikupeleke mbele huko. Unatakiwa ukae maeneo ambayo
ni maeneo ya mjini, muda wote tupo kwenye kiyoyozi, naoga maji ya chumvi, unanawili. Siri ya nini? Nini manake? Siri ya nini? Nini manake? Siri Dila Kani. Umelifahamja jina langu? Hachaji kulijua jina lako wakati CV zako zimetapakaa hapa mtaani. Lakini tuachane, nataka nikuulize swali moja. Hivi umeme una kiuno? Una maana gani? Nimekuuliza hivyo kwa sababu wewe umetoka chuo. Huenda unajua na kwenye kusomea huko labda umesomea masuala ya nini? Ya hivi vitu. Maana unakatakata sana. Na kingine unachonichanganya ni kwamba huko chuo ulienda kusomea mapenzi au ulienda kusomea namna ya kuwalaghai watu na kutambaza kwamba wewe ni mtanashati. Na hii imekaje kitaalamu? Hivi wewe Chapombe, yaani umepiga pombe zako huko upo Tungi. Bado ungeshika njia uende nyumbani kwako ulale upumzike. Unapita tu nakuta watu kwenye mazungumzo na waingilia unaongea upuuzi utumbo kabisa hata ujisikie unachokiongea. Unaona wewe swali langu hujalielewa. Ule nimgeukie bibia labda yeye atanielewa kidogo. Hivi bibia, unawezaje kukumbatia mzinga wa nyuki mchana jua kali? Na hii imekaje kitaalamu hii? Unamaanisha nini? Mbona sikuelewi? Sawa. Tuachana nao. Cha msingi kaeni hivi ili nikupige picha kama ile upiga na Mr. Nijo siku ya sherehe yenu. Kipindi unafunga ndoa. Ili nitunze angalau kumbukumbu, maana siku hizi unaweza ukaenda mahakamani wakakuambia, "Je, una ushahidi na unachokisema?" Na kama una ushahidi unaweza ukashangaa nao na kusweka ndani. Na hii kitaalamu huwa ina shida ndani yake. Mbona unatupa jiwe kwenye giza kinene aliyakuwa ujui litaangukia wapi? Hivyo wewe Chapombe, una akili gani? Yaani unakuta watu hapo kwenye mazungumzo na waingilia afu unaongea utumbo upuuzi kabisa. Kwa hiyo wewe ni spy, si ndio? Sikiliza nikuambie Bwana Dila. Unachonichanganya toka nikuone ni muda mchache sana. Yaani hata mwezi sidhani kama umemaliza. Na hii kitaalamu inakuwa ndani yake ina shida. Ukitizama kiundani zaidi, watu wanapokwenda msalani, wengine wanapaita chooni. Utasikia mimi naenda kukata gogo. Na wakimaliza kukata gogo wanafanya Sasa hii mimi najiuliza, wanashangilia mpira au wanajishangilia yale? Ule pombe zako wewe. Vipi nakupa madini Mr. Professional? Mbona kisirani kimwazidi? Anyway, sasa sijui niende huku, sijui huku. Ngoja niende huku. Sadi wakani. Mimi kanimwagia maji dakika 5. Sasa bibi niache mwenyewe ndani. Sasa Mungu gani? Wewe uweze kuwa serious. Mmako kirudi lakini kuta kurudi sasa hivi hawezi kurudi. Muda wake wa kurudi na ujua. Kwa hiyo sasa hivi hawezi kurudi. Na mimi. Hapana bibi. Siwezi kukaa mwenyewe ndani. Ikitokea emergency akarudi. Hata ikitokea emergency lazima nipigie simu. Inaweza kutokea emergency akaje bila kunipigia simu. Basi nenda basi fanya dakika 5 basi wa kurudi. Mamtu. Nakuja.
Karibu. Kulikoni? Mbona sio kawaida yako? Mapema yote yuko umejifungia mlango. Na kama nimesikia ulikuwa unaongea na mtu. Ulikuwa unaongea na nani? Hai. Mimi kwa siongea na mtu. Labda hivi masikio yako mwenyewe nimekusaliti. Alafu mbona umerudi nyumbani mapema sio kawaida yako? Wakati nimetoka hapa asubuhi, nimepata matatizo huko njiani. Kuna sehemu nilipeleka abiria. Hatimaye pikipiki ikaharibika. Na hata abiria sikuwahi kumfikisha mpaka naenda. Na hata hivyo nimeiacha kwa fundi. Nilikuta ni mtu ambaye anapitia nyakati ngumu sana. Kila jambo langu jema analotaka kulifanya linageuka na kuwa baya. Tulizo pekee la moyo wangu ni wewe, mke wangu. Niko narudi nyumbani kujipumzisha, niweze kupata akili mpya. Hai. Nipe ya. Lakini simesha kueleza ukweli wote, mke wangu. Tatizo mbaya amenikuta kwa nilipotoka. Sasa kuhusiana na pikipiki mbona matatizo yanahusiana nini na hela? Hela ndio zimepata matatizo? Pikipiki imepata matatizo. Hela pale pale. Naomba hela babangu. Sawa? Tena sitaki mchezo kwenye hela. Na mtu mmoja pikipiki imepata ajali lakini mmoja anamshika hapo. Kwa hiyo tunakula tunaangalia tunakula sura. Chakachu.